Habarini watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Leo bwana, nimetembelea chuo cha VETA kata ya Ndagoni kisiwani Mafia kwa lengo moja tu la kutaka kujua hivi ni kozi gani hasa zinatolewa na ni kipindi gani hasa wanapokea wanafunzi. Karibu tujifunze wote. Mimi bwana, nimefika ofisini kwa kaimu mkuu wa chuo cha VETA Bwana Salim Jumbe, akanielewesha mambo mengi kuhusiana na VETA Mafia, lakini katika hayo mengi akaniambia miongoni mwa kozi ambazo zinatolewa katika chuo cha VETA Mafia ni kozi ya mapokezi ya wageni, kozi ya teknolojia ya ubunifu na ushonaji wa mavazi, kozi ya umeme, tour guide, ufundi wa ujenzi na uchomeleaji wa mageti. Lakini habari kubwa zaidi niliyoipata kutoka VETA Mafia kwa Bwana Salim Jumbe ambaye kaimu mkuu wa chuo hicho, kwa mwaka huu wa 2026 wanatarajia kuanza kozi ya mapishi, tena ni kozi ya muda mrefu. Mwaka huu tumeanza rasmi kutangaza na tunawakaribisha sana wananchi wa Mafia kuja kufanya mafunzo ya mapishi. Kwa hiyo tutatoa kozi ya mapishi ya miaka miwili ambayo itaishia kwenye level 3 ya NVA na National Professional Award, na kozi hiyo itasaidia sana kwenda kuziba mapengo ya uhitaji wa wafanyakazi kwenye mahoteli. Kwa hiyo heshima ya wananchi wa Mafia, muje muikimbilie hiyo kozi na sana. Kuna vifaa vyote vinaletwa na walimu wameshakuja, kwa hiyo tuko tayari kuifundisha kama mlivyoweza kuona kwenye kozi zingine. Na suala la upokeaji wa wanafunzi sasa wanaendelea kupokea, yaani mlango upo wazi wa kupokea wanafunzi. Kwa maelezo ya kaimu mkuu wa chuo cha VETA Mafia kwamba kwa sasa mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9 watakuwa wanapokea wanafunzi wapya kutoka maeneo mbalimbali kwa wakutwa na wako bweni. Wanafunzi wa bweni wanalipa 1,20,000 kwa mwaka mzima kwenye kozi yoyote utakayoichagua kusoma, lakini kwa wanafunzi wa day ama wanafunzi wa kutwa, wao wanalipa 60,000 tu mwaka mzima. Hii umeshawahi kuona? Twenzetu. Mimi bwana, mbali na kozi zote ambazo nimeelezwa, katika kozi zote hizo mimi sehemu ya kwanza kutembelea kujifunza ni darasa la teknolojia ya ubunifu na ushonaji wa mavazi, yaani ile sehemu ya mitindo ya nguo, ubunifu wa nguo. Katika ubunifu wa mavazi nikaundana na mwalimu hapa sizungumzi na mwanafunzi yoyote. Kwa sehemu hii ya kwanza, mwalimu mwenyewe, Mwalimu Shabani ni mbobevu na yeye ndio anayofundisha wanafunzi. Kabla sijaenda kwa wanafunzi tutakutana nao sehemu ya pili. Mwalimu Shabani anatueleza jinsi wanafunzi kwa vitendo hapa, anatuonyesha, utaona wanafunzi jinsi wanavyoshona, wanavyodesign vitu mbalimbali. Mwalimu Shabani, karibu tueleze. Mwalimu Shabani Maingu Nyakashano ni mwalimu wa fani ya ubunifu na teknolojia ya mavazi, ambayo fani yetu kwa kifupi inaitwa DSCT, maana Design, Sewing and Cloth Technology. Fani yetu kwa hapa chuo cha VETA Mafia tuna jumla ya wanafunzi 22. Level 1 tunao wanafunzi 13, level 2 tunao wanafunzi 5, lakini pia kwa level 3 tunao wanafunzi 4. Kwa jumla fani yetu tunadili na kushona, kufanya ubunifu wa mavazi, lakini pia mavazi ya aina tofauti tofauti kama suti, kaunda suti, tunashona sare za wanafunzi maana uniform, na mavazi mengine ya ofisini na nguo nyingine nyingi. Lakini pia tunafanya kazi nyingine za kuprinti, kutengeneza batiki, kutengeneza vikoi na tie and dye, lakini pia tunafanya kazi za kuprinti kwa kawaida kutumia rangi. Kwa ujumla hiyo ndo uhalisia wa fani yetu ya ubunifu na teknolojia ya ubunifu wa mavazi. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia baadhi ya kazi ambazo wanafunzi wetu wanafanya na ambayo wanakuwa wanafanya kazi tofauti tofauti kama wanavyoonekana. Hapa tunaanza na nguo yetu kama hii. Hii ni shati ya kaunda suti, wengine wanaita safari suit. Ni design ya kawaida ambayo mtu akija tunaweza kumtengenezea. Hii tumetengeneza hapa chuoni kwetu kwa ubunifu kushirikiana na wanafunzi. Ni wanafunzi wa fani yetu ambao ni level 2 ndio wamefanya hii kazi. Kwa hiyo ukihitaji tunaweza kutengenezea kwa bei nafuu kabisa ambayo inakuwa kila mteja anaweza kuimudu.
Lakini pia kwa wanafunzi huku, mwanafunzi wetu huyu anashona hapa, anashona sketi ya kuvuta marinda, anajaribu kuvuta marinda hapa kwa ajili ya kutengeneza sketi. Kwa hii ni cherehani ya mguu, ya kusukuma kwa mguu, lakini pia tuna cherehani nyingine ya kutumia umeme, ambaye yenyewe unatumia umeme tofauti na hiyo hapo. Kwa kuna hii electrical sewing machine, lakini tuna hiyo manual sewing machine. Huyu mwanafunzi wetu ana mkoba wake hapa ambao umetengenezwa, lakini yeye anawekea decoration. Ana design, anaamua kuwekea decoration tofauti tofauti ili uweze kupendeza zaidi, ambao pia anatumia mashine ya umeme. Lakini pia tuna mwanafunzi wetu huyu hapa, yeye anajaribu pia kutengeneza sketi kulingana na maelekezo, anafanya vipimo vyake hapa. Na huyu mwingine pia na yeye anaendelea na kutengeneza sketi yake, anapanga marinda madogo madogo kwa ajili ya kutengeneza sketi. Kiendelea huku tuna mwanafunzi wetu pia mwingine hapa, na yeye yuko kwenye zoezi hilo la kutengeneza sketi. Hapa anaandaa pindo la chini kabla ya kuja kuvuta marinda huku. Kwa ujumla pia tuna mashine yetu hii. Hii ni mashine ya kufanya kazi ya knitting, ya kufuma masweta, socks, vile vitu vya kufutika futika, ile mavazi ya kufutika kama skafu, na kutengeneza socks, kufuma masweta. Hii inafanya kazi hiyo. Lakini pia tuna nguo yetu hapa. Hii ni kwa ajili ya mtoto, na mtoto anataka kuvaa nguo ambayo ili apendeze zaidi. Kuna design hapa tumeitengeneza, wanafunzi wetu wametengeneza, ambayo inakuwa inapatikana tu kwa bei nafuu kabisa, na inakuwa ni nzuri, inapendeza kwa kutumia material. Na maana hapa tuna kitambaa cha kawaida, lakini pia tuna kitenge. Kwa hiyo tumechanganya kitenge pamoja na kitambaa. Pia tuna mashine yetu hii hapa. Hii ni mashine kwa ajili ya kufanya finishing za soli za viatu. Yenyewe inafanya finishing za soli za viatu. Kwa hiyo pia tunayo kwa hapa chuoni kwetu. Tunakuja kwa mwanafunzi wetu hapa, yeye yuko na kazi ya kupiga pasi. Hii ni pasi ya umeme, inatumia pia mvuke. Kwa hiyo hapa anafanya kazi ya kupiga pasi. Anapiga pasi kwenye nguo yake ambayo ametengeneza. Kwa hiyo hii ni pasi ambayo inatumia mvuke, yuko biza anatengenezea. Hii ni cherehani ya umeme ambayo tunatumia. Lakini pia tuna cherehani za kawaida. Kwenye kundi letu hili hapa ni wanafunzi wetu wa fani ya ushonaji, mwaka wa kwanza na mwaka wa pili na watatu. Hapa wako wanatengeneza koti la suti. Kwa ndo hapo wanachora hapa, wanaanza kuandaa, wanaendelea kuelekezana na kupeana maelekezo mengine kama inavyoonekana. Lakini pia tupo na hao hapo wenyewe, wapo wanaandaa stifu yao, wanataka kutengeneza nguo yao. Kwa hiyo wapo wanaandaa stifu kwa ajili ya kuwekea kwenye nguo. Tunaye mwanafunzi wetu hapa, yeye yupo anaandaa suruali, anashona suruali kwa ajili ya kuvaa. Yuko hapa anaanza kuandaa datsi, yuko anashona. Hii ni mashine ya overlock, mashine ya kufanya finishing za nguo, ambayo yenyewe inakuwa inafanya finishing za nguo kama huku tumekata, na maana ili kuzuia hii sifumuke, nyuzi nyuzi zisiweze kufumuka. Kwa hiyo tunapiga overlock ili kuzuia hizi nyuzi nyuzi zisifumuke. Kwa hiyo huyu yupo anafanya kazi hiyo. Mashine hii inaweza kutumia nyuzi 3 mpaka nyuzi 4 kwa wakati mmoja. Ndio maana inakuwa inafanya kazi hiyo ya finishing. Lakini ukiachana mashine hiyo, tunayo hii hapa pia, na yenyewe inafanya kazi ya finishing hiyo hiyo, ni overlock ndogo tunaita. Kwa hiyo kuna overlock hii ambayo ni kubwa, lakini tuna overlock hii ambayo ni ndogo. Kwa hiyo zote zinafanya kazi moja, kazi ya kufanya finishing kwenye nguo. Ukiacha na hapo, tuna kioo ambacho mteja akitengenezewa nguo anakuja kuvaa, anajiangalia kwamba nguo yake imekaaje, anafanya fitting afu anajiangalia kwamba nguo yake imekaa kwa namna gani. Hii ni sehemu ya kupigia pasi. Tukiacha hii ni meza ya kupigia pasi. Tumeangalia pale kuna pasi na kuna meza zake, lakini pia hizi ni meza ambazo tunaweza kufanya kazi ya kufanya pressing kwenye nguo. Pia tuna nguo yetu hii hapa. Hii ni suti ya mteja ambaye ameleta kwa ajili ya kutengenezewa. Mteja wetu tumedesign suti yake kama inavyoonekana, tumemtengenezea vizuri kabisa
ambayo material yake tuliyotumia kitambaa hiki kinaitwa gabardine. Huyu unaipata kwa bei nafuu kabisa. Kama unahitaji, kwa hapa chuoni kwetu tunaweza kutengeneza na zinapatikana nyingi zaidi kulingana na uhitaji wako wewe mwenyewe unavyohitaji. Unaweza kuja na bunifu yako au sisi tukakubunia sisi wenyewe tukaanza kutengenezea, mwisho wa siku ukaipata. Asante sana na karibuni sana chuo cha VETA Mafia. Hapa tuna kazi tofauti ambazo wamefanya wanafunzi wetu. Kuna kama gauni hapa wameshona wanafunzi. Kuna hizi hapa stitch kwa ajili ya walizotengeneza kwa mikono. Hizi wameshona kwa mkono kwa sindano ya kutumia mkono. Hizi zote hizi wametengeneza kutumia sindano ya mkono. Pia wana nguo zao hapa ambazo walikuwa wanashona kama zinavyoonekana. Lakini pia hizi pia ni umetumia sindano ya mkono. Wamedesign kitambaa, wakatengeneza kitambaa chake. Mtu amedesign ua akaamua kutengeneza kitambaa kikaonekana kama hivi, na nguo nyingine kama hizi hapa ametengeneza pia kwa ajili ya fashion show. Lakini pia tuna kazi nyingine hapa ambazo pia ni za kutengeneza kama zinavyoonekana. Tumia sindano ya mkono hii hapa. Umeshona stitch tofauti, una design kwa kutumia sindano ya mkono. Hivi vyote ni mwanafunzi anaweza kujifunza na anaweza kufanya hivyo. Kuna hizi kuchora, wanachora, wana design, wanapaka rangi kutengeneza kama kanga, mfano wa kanga, wanakuwa wanatengeneza. Na michoro mingine, kuna hiyo kufuma kwa kutumia sindano ya mkono, wanafuma kama sweta ila wanatengeneza kutumia sindano ya mkono. Hizo zote ni michoro ambayo inakuwa inachorwa kutengeneza kanga, vitenge na maua ya vitambaa. Kwa hiyo wanakuwa na design, wanatengeneza maua ya vitambaa. Na kazi nyingine hapa kama zinavyoonekana. Hizi zote ni kazi ambazo wanakuwa wanatengeneza. Lakini pia tuna hizi kazi za printing. Tunafanya pia printing hapa chuoni kwetu. Ukihitaji kufanywa printing labda ya t-shirt, kofia na vitu vingine kama nguo, zote tunakufanyia kama inavyoonekana hapa. Vitambaa vingine vya mezani, una taasisi yako unataka kuitengenezea logo yake, tunakudesignia hapa, tunakutengenezea kama inavyoonekana kwenye picha zetu hapa. Asanteni sana na karibuni sana chuo cha VETA Mafia. Nafasi bado zipo, tunapokea wanafunzi kuanzia ngazi ya kwanza, ngazi ya pili na ngazi ya tatu. Kwa sasa tupo tunatoa fomu kwa ajili ya wanafunzi watakaoanza ngazi ya kwanza 2027. Fomu bado zinaendelea kutolewa na tunapokea wanafunzi wa kike na wa kiume, lakini pia tunakaribisha sana wanafunzi wa kiume kwa sababu wengi wanakuwa wapende kusoma fani ya ushonaji. Kwa hiyo tunawahitaji kwa wingi zaidi ili waweze kuja. Mzazi, baba, mama, mkaribishe mwanao aje kusoma chuoni kwetu. Nafasi zipo, lakini pia tunapokea wanafunzi wa ngazi ya tatu wanaosoma level 3 bado tunaendelea kupokea. Kama kuna mtoto anahitaji kusoma, tunamkaribisha sana ili aje kuendelea na mafunzo zaidi. Karibuni sana VETA Mafia katika wilaya yetu. Chuo chetu kipo kimoja tu cha serikali, hivyo tunawakaribisha sana kwa ajili ya kuweza kujifunza vitu vingi zaidi na zaidi, na sisi tunajivunia kuwepo hapa na tunajivunia VETA. Kwa hiyo karibuni sana. Ufundi stadi, fursa kama zote. Kwa sehemu hii ya kwanza ya chumba cha teknolojia ya ubunifu wa ushonaji wa mavazi, kwa sasa tuishie hapa. Ili ujifunze mitindo na namna hii, karibuni VETA Mafia. Na wakumbusha tu, ada kwa mwaka mzima ni 1,120,000 kwa wale wanaokaa bweni na ni 60,000 tu kwa wale wanaokaa kutwa. Na wakumbusha, mazingira ni mazuri na wanapokea wanafunzi kuanzia mwezi huu wa 8 mpaka mwezi wa 9. Unasubiri nini? Kwenye swala la ubunifu tuishie hapa, tutarejea tena, tutazungumza na wanafunzi. Kwa hapa leo, kwaherini.